Nchini imefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati nchini EPRA kutangaza ongezeko jipya la bei ya mafuta. Ongezeko hilo sasa limeifanya dizeli kuuzwa kwa bei ya juu kuliko petroli, hali inayozua maswali kuhusu sababu za kupanda kwa dizeli inayotegemewa zaidi katika sekta ya uchukuzi, biashara na uzalishaji. Munene John anaarifu mengi zaidi. Katika tangazo jipya la bei ya mafuta lililoanza kutekelezwa jana usiku hadi Juni 14 mwaka huu, EPRA imeongeza bei ya petroli kwa shilingi 16 huku dizeli ikiongezwa kwa zaidi ya shilingi 46 kwa kila lita. Hali hiyo sasa imeifanya dizeli kuuzwa kwa karibu shilingi 243 kwa lita jijini Nairobi, kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Kenya. Lakini kwa nini dizeli imepanda zaidi kuliko petroli? Ikulu ya Nairobi kupitia taarifa iliyotoa imeeleza kuwa tofauti na petroli, dizeli hutumika kwa kiwango kikubwa katika uchukuzi wa bidhaa, shughuli za viwandani pamoja na kilimo. Kutokana na matumizi hayo makubwa, upungufu wowote wa mafuta katika soko la kimataifa huathiri kwanza upatikanaji wa dizeli, na baada ya mvutano unaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mkondo wa Hormuz, mataifa mengi sasa yanakabiliwa na upungufu mkubwa wa dizeli pamoja na mafuta ya ndege. Tangu nikiwa mdogo sijawahi ona diesel ikiwa juu na 28 shillings juu ya petroli. So hiyo ni kumaanisha anafinya mkulima mdogo mwenye anatumia diesel, kwa sababu hata ukienda viwandani sisi tunatumianga diesel sana. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa petroli hupatikana kwa urahisi zaidi kutoka katika masoko mengine ya dunia, lakini dizeli ina upatikanaji mdogo huku mahitaji yake yakiendelea kuongezeka. Mimi hukunywa ngiri 4, lakini leo asubuhi nimekunywa ngiri 6. It means that imepanda na bei kali. Baadhi ya viongozi wa kisiasa sasa wakikosoa ongezeko hilo wamesema linaongeza mzigo wa kiuchumi kwa Wakenya wakati ambapo gharama ya maisha tayari imeendelea kupanda. Mafuta ilikuwa global prices ilikuwa juu mwaka wa 2022, ilikuwa juu kuliko sasa, na bei ya mafuta sasa iko juu Kenya sasa kuliko 2022. Hiyo ndio Wakenya hawaelewi. You must reduce fuel prices. It is a matter of when. So don't buy time, my friends. Munene John, TV 47, Nairobi.